Je, unajua kwamba tunda dogo lenye rangi nyekundu linaweza kuwa moja ya vyakula vyenye virutubisho vingi zaidi duniani? Watu wengi hula strawberry kwa sababu ni tamu na inaonekana nzuri, lakini tafiti nyingi zinaonyesha kuwa ulaji wa strawberry mara kwa mara unaweza kusaidia kuboresha afya ya moyo, ubongo, ngozi, kinga ya mwili na hata kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Lakini swali ni hili: nini hasa hutokea ukiamua kula strawberry kila siku kwa siku 30? Je, mwili wako utaanza kubadilika kweli? Katika video hii tutazungumzia kuhusu virutubisho vilivyopo kwenye strawberry. Mabadiliko yanaweza kutokea ndani ya siku 30. Faida 10 zinazoungwa mkono na tafiti za kisayansi. Nani anatakiwa kuwa makini kabla ya kula strawberry kila siku? Hakikisha unaangalia video hii hadi mwisho, kwa sababu faida ya mwisho ndiyo inayowashangaza watu wengi. Kama unapenda mada za afya, nikombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Strawberry ni nini? Strawberry ni tunda lenye vitamin C, antioxidant, fiber, potassium na folate pamoja na magnesium. Cha kushangaza ni kwamba kikombe kimoja cha strawberry kinaweza kuwa na vitamini C nyingi kuliko chungwa moja, na kalori zake ni chache sana. Mabadiliko ya kwanza: mwili unaanza kupokea kiasi kikubwa cha vitamini C. Unaweza kuanza kuona kuongezeka kwa nguvu, mfumo wa mmeng'enyo kuimarika, kupungua kwa kuvimbiwa kutokana na fiber, ngozi kuanza kupata unyevu. Hii huanza kwa siku ya kwanza hadi ya 7. Kwa wiki ya pili, antioxidant zinaanza kupunguza uchochezi wa mwili. Unaweza kuona uchovu unapungua, ngozi inaanza kung'aa, mwili unajisikia mwepesi, kinga ya mwili inaimarika. Wiki ya 3, mabadiliko yanaanza kuwa makubwa zaidi. Mzunguko wa damu unaimarishwa, mishipa ya damu inaanza kufanya kazi vizuri zaidi, afya ya moyo inaanza kufaidika. Wiki ya 4, ikiwa umeendelea kula strawberry pamoja na lishe bora, unaweza kuanza kuona ngozi yenye afya, mfumo bora wa kinga, mmeng'enyo mzuri zaidi, kupungua kwa uchochezi, afya ya moyo kuimarika zaidi. Sasa tuangalie faida moja badala ya nyingine. Faida ya kwanza: huimarisha kinga ya mwili. Vitamin C iliyopo kwenye strawberry husaidia kutengeneza seli za kinga. Mwili wako unakuwa na uwezo mkubwa wa kupambana na mafua, maambukizi pamoja na vidonda vya muda mrefu. Ndiyo maana watu wanaokula matunda yenye vitamin C mara nyingi huwa na kinga bora. Faida ya pili: huboresha afya ya moyo. Strawberry ina anthocyanin ambazo hupunguza LDL na mafuta mabaya, hulinda mishipa ya damu na huboresha mzunguko wa damu. Hii inaweza kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Faida ya 3: hupunguza uchochezi mwilini. Uchochezi wa muda mrefu unaweza kuongeza hatari ya kisukari, saratani, magonjwa ya moyo na magonjwa ya viungo kama arthritis. Antioxidant zilizopo kwenye strawberry husaidia kupunguza hali hii. Faida ya 4: husaidia kudhibiti sukari ya damu. Ingawa strawberry ina utamu, lishe, glycemic index ya chini, fiber zake husaidia kupunguza kasi ya kufyonzwa kwa sukari, kuzuia kupanda kwa sukari kwa haraka. Ndiyo maana inaweza kuwa sehemu ya lishe bora kwa watu wengi ikiwa italiwa kwa kiasi kinachofaa na bila kuongeza sukari nyingi. Faida ya 5: huboresha mmeng'enyo wa chakula. Strawberry ina fiber ambayo husaidia bakteria wazuri tumboni, hupunguza kuvimbiwa na huboresha afya ya utumbo. Utumbo wenye afya una mchango mkubwa katika afya ya mwili mzima. Faida ya 6: hufanya ngozi ing'ae. Vitamin C husaidia kutengeneza collagen. Collagen ndiyo inayosaidia ngozi kuwa laini, kupunguza mikunjo na kuharakisha uponyaji wa vidonda na kuifanya ngozi ionekane changa. Faida ya 7: husaidia kupunguza uzito. Strawberry ina kalori chache, ina maji mengi, ina fiber nyingi.
hivyo hukufanya ushibe kwa muda mrefu na kupunguza ulaji wa vyakula vyenye kalori nyingi. Lakini kumbuka, kupunguza uzito hutegemea pia lishe kwa ujumla na kiwango cha shughuli za mwili. Faida ya 8, huboresha afya ya ubongo. Antioxidant hulinda seli za ubongo dhidi ya uharibifu unaoweza kusababishwa na msongo wa oksidishaji. Baadhi ya tafiti zinaonyesha ulaji wa matunda yenye antioxidant unaweza kusaidia kuhifadhi uwezo wa kumbukumbu. Faida ya 9, husaidia kudhibiti shinikizo la damu. Potassium iliyopo kwenye strawberry husaidia kusawazisha sodium mwilini, kuboresha afya ya mishipa, inaweza kuchangia udhibiti wa shinikizo la damu kama sehemu ya lishe yenye afya. Faida ya 10, huchelewesha kuzeeka. Antioxidants hupunguza madhara ya free radicals. Hii inaweza kusaidia ngozi kubaki yenye afya, kulinda seli za mwili na kupunguza kasi ya uharibifu wa seli unaohusiana na kuzeeka. Jinsi bora ya kutumia strawberry: unaweza kula kama tunda lenyewe, kwenye oatmeal, kwenye yogurt au mtindi, kwenye smoothies yani juisi, kwenye salad. Epuka kuongeza sukari nyingi au syrups tamu, kwani hupunguza manufaa ya kiafya. Ni kiasi gani kinatosha? Kwa watu wengi wenye afya, takriban kikombe kimoja hadi 2 kwa siku vinaweza kuwa sehemu nzuri ya lishe yenye uwiano. Nani anatakiwa kuwa makini? Ingawa strawberry ni salama kwa watu wengi, baadhi wanapaswa kuwa waangalifu. Wenye allergy na strawberry, wenye matatizo fulani ya figo, wanahitaji kudhibiti ulaji wa potassium kwa ushauri wa daktari. Watu wanaopata muwasho au vipele baada ya kula strawberry, kabla ya kula hakikisha unayaosha vizuri ili kupunguza mabaki ya uchafu au dawa za kilimo. Mambo ya kuzingatia hapo: kumbuka, kula strawberry kwa siku 30 pekee hakutabadilisha afya yako. Ikiwa unavuta sigara, ufanye mazoezi, unakula vyakula vyenye sukari na mafuta mengi kila siku, hulali vya kutosha. Afya nzuri hutokana na mchanganyiko wa lishe bora, mazoezi ya mara kwa mara, usingizi wa kutosha na kudhibiti msongo wa mawazo. Baada ya siku 30 za kula strawberry kama sehemu ya lishe yenye afya, unaweza kufaidika kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuimarika kwa kinga ya mwili, kuboresha afya ya moyo na kupunguza uchochezi mwilini, kuboresha afya ya ngozi, mmeng'enyo mzuri wa chakula, msaada katika kudhibiti sukari ya damu, msaada katika kudhibiti uzito, kuboresha afya ya ubongo na msaada katika kudhibiti shinikizo la damu, ulinzi wa seli dhidi ya uharibifu unaochangia kuzeeka. Kumbuka, strawberry si dawa ya kutibu magonjwa, ni sehemu ya lishe bora inayoweza kuchangia afya njema inapoliwa kwa kiasi kinachofaa pamoja na mtindo mzuri wa maisha. Ikiwa umejifunza jambo jipya, like, subscribe na uwashe kengele ya taarifa ili usikose video nyingi za elimu ya afya kutoka Afya Yetu Hub TV. Asante kwa kutazama na tukutane tena katika video ijayo.